Sasa bwana, pale ndani wakati ambapo nilipokuwa tumekaa mimi pamoja na mamdogo sasa tunaangalia mpira, nilianza kupaona sasa kama ni tatizo jingine. Niliona kabisa hili sasa linakuwa tatizo. Kwa sababu naona mambo hayaishi. Ushaelewa? Yaani mambo ni hayaishi kabisa. Mara hili, mara lile. Sasa unajua kitu kama bwana hujalelewa katika mazingira hayo, lazima kile kitu kitakuja kukuboa sana. Sasa mamdogo, mambo ambayo aliyokuwa anasisitiza pale ili tuweze kufanya ni mambo ambayo mimi sijalelewa hivyo. Nimezoea tu kwamba yule ni mama mdogo, napaswa kumheshimu muda wote. Lakini mamdogo yeye hilo ni jambo hajali kabisa. Niliona uvivu, unajua, hata kwa kumalizia kipindi cha pili kwenye ule mpira. Nikaona kama mpira kuendelea kuangalia mpira hapa ni kuniboa zaidi. Nikanyanyuka zangu pale mimi nikaenda moja kwa moja mpaka chumbani. Mamdogo akasubiri kidogo pale, akashangaa mimi sirudi, akaja kwa kasi kule. Akaanza kunigongea. Wewe, kipindi cha pili kimeanza. Unasikia? Nikamwambia bana, mimi siji, usiangalie tena. Uangalie mpira tena? Bana, nimechoka bana, mimi nalala. Wewe hebu fungua kwanza, unaumwa? Pale sasa akawa ananiambia vile. Nikamwambia bana, siumwi. Fungua. Mamdogo bana, mimi nimelala bwana, mimi sitaki usumbufu bwana. Nikamkazia pale. Nikaamua kufungua mlango kabisa, nikatulia kwa sababu yeye ndo amesababisha kwamba mimi nisiendelee kuangalia mpira, japokuwa nilikuwa napenda sana niangalie mpira. Lakini kutokana na mambo yake hapa na pale niliamua kuondoka. Nilifahamu kabisa kwamba kama nitafungua ule mlango, akiingia pale ndani basi mambo yatakuwa ni mabaya zaidi. Na kama nikijifanya mimi nimetoka nikaenda kule, hali itakuwa sio, nitakuwa hamna kitu nilichokuwa nimekikimbia. Ni kujipa mitego mimi mwenyewe. Basi nikatulia zangu pale. Nikakaa zangu tu pale ndani pale na utafuta usingizi sasa pale ili uweze kuja tu, kwa sababu nilikuwa nimejiseti vizuri kwamba nitaangalia mpira. Kwa hiyo hata usingizi ulikuwa haupo karibu. Lakini kwa sababu sasa nimegairi kuangalia mpira, inabidi usingizi nianze kutafuta kwa mbali sasa. Nikana na garagara zangu tu pale kitandani. Nasubiri pale usingizi uje ili nilale. Sasa nikakaa, nikatafakari, nikaona mbona huko mechi kama nikasikia kelele kama kuna goli limefungwa, nikasema hapana. Ngoja nikaangalia kwamba alifungwa nani. Sinkafungua bana, ngatoka. Kutoka bana, nikikaona kweli mamdogo hayupo pale. Yaani ameondoka na TV hajafunga. Yaani hajazima TV kabisa. Sasa sijui alikuwa anafanya vile ili pengine mama wakiamka waanze kunigombeza na nini, ananikomoa. I don't know. Nikaenda zangu pale kuangalia, nikakuta kwamba kuna mpira ndio ulikuwa unaendelea kweli, kuna goli lilikuwa limefungwa. Lakini walikuwa wanaenda kuangalia kwenye VAR. Kuangalia kwenye VAR ile goli likakataliwa. Lakini sasa pale nikaona mimi niendelee kuangalia mpira. Nimekaa pale, bwana mamdogo kumbe alikuwa hajalala, akarudi pale. Nikaona sasa hizi kero hizi. Nikaona huyu bwana mimi ngoja nimbwatukie tu kweli, nimwambie ukweli kwamba. Kaambia mamdogo, hivi unajua kwamba wewe ni mamdogo wangu? Kwa hiyo nakwambia kwamba unajua wewe ni mamdogo. Unajua mamdogo yeye ni kama alikuwa anataka tuanzishe yale michezo ile ya zamani utotoni tulikuwa tunacheza. Mamdogo yeye anataka tuendeleze. Na wakati tumekuwa tu wazima sasa hivi, tumepata, yani tumeota nywele kila mahali, alafu anataka tuendeleze michezo ya kitoto ile. Akaniambia kwa hiyo. Nikamwambia kwa hiyo unapaswa uelewe hivyo. Wewe ni mama yangu. Hapo tunaongea kwa sauti ya chini hapo ili mama asije akasikia. Akaniambia, "We, afu Godi, nikome kabisa. Mimi sio mama yako. Nimekuzaa lini? Naomba unisikie Godi. Hisia zangu mimi kwako zisikufanye wewe ukaanza kunishusha na kuniona si mtu gani. Usinichanganye. Kuna mimi, kuna dada. Dada ndo mama yako wewe. Mimi hata huyo mwanaume sijai kumjua. Haya, nimekuzalia wapi? Hiyo nyonga ya kukupushwa iko wapi? Mdogo, usiongee kama vile hujui kwamba wewe ni mama yangu. Nimekwambia tena, naomba usirudie hayo maneno. Sitaki uniambie mimi ni mama yako. Sijui mamdogo, hiyo inatosha, achana nayo sasa mamdogo. Kwa hiyo nini sasa?
Kuna pointi gani ya maana hapo? Mimi sijawahi kukuzaa. Simjui hata mwanaume. Alafu unaanza kuni wewe mama. Hebu niache usinzeshe huko bwana. Na wewe niache usinzoe. Sijakwambia hivyo. Nimekwambia usiniongeleshe hayo mambo. Sijakwambia uniache kwamba uniache mimi. Nahitaji kuendelea kwa pamoja na wewe. Tena wewe, sitakubali uninyimie hicho unachowapa wenzangu wengine. Mdogo bwana na wewe bwana. Nachowapa watu wengine tu. Kwani ni uongo siku nawapa watu wengine? Au ndo hayo majini unayosema? Hata hayo majini nataka sasa hivi usiape majini, unipe na mimi. Nikaona mamdogo sasa stories zake ni zile zile ambazo nilikuwa sizitaki muda ule. Nikala zangu pause tu pale, nikawa simjibu. Nika concentrate much sana katika kuangalia mpira. Kaangalia mpira mpaka ukaisha. Umeisha pale, mimi nataka kunyanyuka, mamdogo akaja kwa nguvu pale na kunishika hapa kiunoni, akiwa kwa nyuma hivi akanishika hapa kiunoni hapa, akanibana ili nisiondoke. Nikamwambia niachie bana. Niambie, tunaenda wote leo kulala? Bana, unaenda na nani bana? Hebu nenda bana kalale huko. Kama ndo hivyo sikuachi. Sasa mamdogo si akataka kuning'ang'anizia. Nikamshika mikono yake kwa nguvu ile nikaitoa. Afu nikamsukumia pembeni huko kidogo tu. Akadondoka kwenye sofa, afu mimi nikakimbia nikaenda ndani kwangu nikafunga mlango. Mamdogo ile jambo lilimkasirikisha sana. Alichukia. Akaenda zake tu kulala. Asubuhi akawa amenuna, hataki kuniongelesha. Nikasema bwana apotelea mbali bwana, bora aninunie hivyo hivyo bwana, lakini asiniletee mambo yake ajabu ajabu. Unajua hapo kiburi changu chote ni kwa nini nafanya hivyo? Nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu tayari nilikuwa nimeshapata kitonga kule kwa dada Linda. Nilikuwa ninajua kabisa kwamba kule ni sehemu ya uhakika nitapata. Lakini kama mamdogo angenikuta muda ule uwe na nafasi nzuri, alafu dada Linda hatujamalizana tukakubaliana na akawa amenipa, mbona sasa kama ni radhi ningeachwa na mamdogo. Nisingeweza kuacha kwa sababu zenyewe zilikuwa zinang'ang'ana zinatafuta pa kutokea. Kichupa kilikuwa kimejaa vibaya mno. Bahati ya mamdogo kwa kweli siku ile kwa sababu dada Linda alikuwa amesha ni save. Kichupa kikawa kimepungua, lakini kama sio hivyo, yangetokea kutokea tungelaumiana tu. Sasa asubuhi mamdogo akawa ameninunia sana. Napita nikimsalimia hataki. Nikimuulizia kitu hataki kunijibu. Mdogo sasa wazazi wa hapo pale nyumbani tupo sisi tu. Kila ninachomuuliza swirini hataki. Amepika chakula yomaliza anafunika hapo, hataki kunipakulia. Mimi ngasema bana kwenda huko bwana. Wewe si mamdogo bwana, utajua mwenyewe. Mimi hebu ngoja niendelee na mambo yangu. Nikamlia pause na mimi pale. Kampiga ubuyu kimya. Mlia ubuyu kabisa pale, sitaki kabisa yani. Sitaki kabisa na mimi kuongea na yeye. Siku ile ikapita. Mimi ratiba zangu za kwenda mazoezini wapi kama kawaida. Siku ya pili ikapita. Mamdogo hataki kuongea na mimi, hataki nini kabisa, ameninunia. Eti kisa siku ile nilimsukuma eti nikamwacha kama mwenyewe afunga katatu silale wote. Mimi nikatulia zangu tu. Sasa baada ya siku 3 kuisha, nikawa siku hiyo nakumbuka ilikuwa ni mida ya jioni. Nilikuwa siku hiyo sijaenda mazoezini. Nikawa niko zangu pale nimekaa kwenye sofa pale ndani. Nikawa nachatika. Nakumbuka mtu ambaye alikuwa ananichatisha sana siku ile alikuwa ni Dalima. Anachatisha sana, ananiambia naomba tukutane. Naomba tuonane, nifanye utaratibu tuonane hata leo. Nikamwambia bana haiwezekani. Akaniambia sasa fanya utaratibu kesho tuonane. Tutaonana mahali fulani. Akanitajia mahali. Ilikuwa ni pembeni kidogo tu ya mji, kuna sehemu pembeni kule kulikuwa na mashamba hivi. Sio pembeni sana, lakini kulikuwa na maeneo ya waziwazi ambapo mnaweza mkakaa mkapiga story na mtu. Dalima huyo ananisisitiza kweli. Basi nikawa niko busy na chat naye. Kidogo nikashangaa simu ya Dalinda nayo ikaingia. Sasa pale napaswa niongee naye. Muda ule bado mama alikuwa hajarudi wala baba. Tuko mimi na mamdogo tu pale. Ile simu ikaingia, nikamwambia hello dadali. Mambo? Poa vipi? Safi. Leo mbona hujaingia mazoezini?
Leo bwana sijajisikia vizuri, nimeona nibaki tu. Oh jamani. Haumwi lakini? Hapana, siumwi. Niko fresh lakini let's say labda naka uvivu tu. Unajua tena mazoezi nayo kuna muda unajikuta unapata uvivu tu. Wewe sio mvivu bana. Umepima malaria kweli? Malaria sijapima lakini sijajisikia hali ya kuumwa. Let's say niseme tu kwamba leo nilikuwa nina mood ya kukaa nyumbani nipumzike. Hilo tu yani. Okay. So tomorrow is normal, we are going to meet. Kesho kama kawaida si tutakutana. Tuendeleze programu yetu. Unajua nataka nimalize kukukatia leseni. Kwa hiyo inabidi ukifika kule wakati wanakutesti uwe uko vizuri kwenye mambo mengi. Usiye ukaniaibisha tena. Si unajua? Kweli aise. Basi kesho kama kawaida, kwa sababu kesho pia na kazi chache tu naenda kuzikabidhi kule ofisini, lakini baada hapo nitakuwa free sana. So since morning I think I will be free because nafikiri kazini nitaingia kidogo tu na kutoka. So tukutane kesho, tuwe na muda mzuri. Basi hamna noma. So basi naogopa tasija kanibia huko. Hamna mtu kufanya hivyo. Hamna kweli? Hamna mtu kufanya hivyo bwana. Nani bwana? Mimi naogopa mwanzako, kifua chako hicho hapo najua wanawake wanakitamani sana. Usiwe na mashaka bwana, hicho kwako tu. Haya bwana, baadaye si tutachati? Nafikiri tutachati. Bwana lakini mimi nimemisi kusikia sauti yako bwana. Sasa ndio unaisikia hapa jamani au? Bwana. Nataka nataka tuonane leo bwana. Hapana, leo bwana haitawezekana. Si unaona nimeshindwa hata kwenda mazoezini na kuambia na mood ya kukaa nyumbani sana. Haya bwana, basi kesho usiniangushe bwana. Nimekumisi ajabu. Yaani nimekumisi hatari yani. Usiwaze kabisa. Haya bwana, poa. Poa bwana, mimi mwenyewe nimekumisi, unajua mpaka nachoka hapa nilipo, lakini sasa ndio hivyo. Sasa oje. Hapana. Tufanye hiyo kesho bwana. Bwana, wewe ukoje bwana lakini? Njoo bwana Godi. Jamani. Sasa tumekubaliana kesho bwana. Tanuna ujue. Usinune bwana. Tanuna mimi. Usinune bwana. Kesho hakika. Haya bwana, poa. Sijanuna moyo kwa sababu nakupenda. Nashukuru sana kama hujanuna. Haya bwana, poa. Wakati ule bwana tulimaliza kuongea mimi pamoja na Dalinda pale. Akili yangu inajua ilikuwa imeconcentrate sana kwa Dalinda wakati naongea naye. Kumbe bwana mama mdogo alikuwa amekuja, yuko nyuma yangu, nyuma ya sofa ile ambalo lilokuwa limekaa. Akawa anasikia kila kitu ambacho nilichokuwa naongea. Nimemaliza tu pale na kata akanipora ile simu. Akaniambia, wewe unajifanya unaniambia kwamba wewe sijui nini, afu unaniambia hutoki na watu, afu kumbe kuna mwanamke unatoka naye. Alafu yule dada wa gari huyo. Yule si ndo huyo. Alotupa lift huyo. Mdogo. Lakini mbona unakuwa hivyo lakini mdogo? Sasa wewe unakuhusu nini? Hebu nisikilize nikwambie. Huyo si ndo yeye. Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Wewe, afu sikiliza. Unajua mama anakuja muda si mrefu, muda wote anaingia hapa. Hizi kelele zako unazoanzisha na mambo yako unayozungumza utakuja kuaibika hapa, mimi nakwambia. Kuaibika wapi bwana? Mambo ya mama si nini? Kwani dada si ana mume wake huko? Kwani anatuhusu nini mambo yake? Mimi naongea na wewe, kwani unanichiti? Mdogo, mimi nakuchiti kwani mimi niko na wewe kwenye mahusiano? Mimi nisikilize, wewe hata kama hutaki mimi nimekwambia. Mimi niko na wewe hivi hata kama hutaki. Na sitaki mwanamke yeyote azidi kuendelea kwa karibu na wewe. Sitaki, nimekwambia, sitaki. Kwa nini hivi? Hivi kwa nini unanifanyia hivi lakini Godi? Msikilizaji, mdogo alianza kulia. Akanitupia simu yangu pale.
Alafu kazunguka akafika akakaa kabisa pale kwenye nilipokuwa nimekaa. Akawa analia vibaya mno. Unajua muda ule alikuwa mwanzoni nilimwacha akiwa anaandaa vitu huko jikoni. Nakwambia alikuja akawa analia, amelala pale analia mamdogo sana. Ananiambia eti mimi namchiti. Ningesema mamdogo naye vipi? Mamdogo vipi? Mimi mbona siko na wewe? Akawa analilia ananiambia kwamba ninamnyanyasa kwa sababu eti sitaki kutoka naye kwenye mahusiano ya mapenzi. Lakini mamdogo wangu kabisa. Nikamwambia bana, hebu tulia basi. Haya mambo yako unalia hivi, kwa mfano dada yako akija hapa akikwambia unalia nini unasemaje? Ngoja nikwambie kitu Kodi. Niko tayari hata mama ajue. Yaani tayari tu mama yako ajue kabisa kwamba mimi nakupenda. Sio vibaya kama dada akijua kwamba mimi nampenda mtoto wake. Wewe una akili kumbe mamdogo. Unaniambia mimi sina akili. Ushaniudhi kwanza. Kodi, naomba unisamee kama nimekuudhi. Naomba unisamee. Lakini linamaanisha kwamba bora tu hata dada yangu ajue kwamba nakupenda, kwa sababu nashindwa kujificha. Mimi nakupenda sana Kodi. Kwa nini unanichanganya na wanawake wengine lakini? Kwa nini unanifanyia hivyo? Au mimi sio mzuri? Mimi sio mzuri. Sikuvutii au ni kitu gani ambacho anakupa mimi siwezi kukupa? Bwana msikilizaji, unajua mama mdogo pale niliona kama anakuwa kichaa. Lakini sasa nilifikia wakati mama mdogo alilia mpaka nikaanza kumfeel sorry sana. Nilimuonea huruma sana mama mdogo. Analia kupitiliza sasa unajua historia yetu ni kwamba toka zamani tuko karibu. Sasa ninapomuona anavyolia kuna namna roho yangu inauma sana. Mimi pia kuzingatia kwamba yule ni mama yangu mdogo. Niliamua sasa kumfuta machozi. Nilivyokuwa namfuta machozi kuna mbembeleza. Niambia mama mdogo, nyamaza bwana. Nyamaza. Hapana. Wewe unanifuta tu machozi unaniambia nyamaza. Lakini wewe ndo unayefanya ya machozi yaweze kutoka. Maana yake ulikuwa unatoa machozi yangu ili uweze kuyafuta. Kwani wewe ukinikubalia nikiwa na wewe ni kitu gani kinapungua? Kwa nini unanifanya nalia hivi nakosa raha Kodi? Mama mdogo amefall in love kwangu vibaya mno, alafu mimi niko mbali, sihitaji kabisa. Nilimfuta machozi sana pale mama mdogo, nikasema hapa it will be better kama nitakuwa nimempa matumaini kwamba jambo lolote linaweza kuwa. Nikamwambia bana mama mdogo, na inatosha sasa basi kulia. Hapana. Itatosha mpaka pale utakaponikubalia kwa na wewe. Basi nitakuwa kukubalia basi. Lakini unyamaze ukamalize kupika, mama akija hapa atakuwa na njaa. Umalize kupika basi. Umesema utanikubalia? Ndio. Na ucheke sasa, sio unalia tena. We Kodi, kweli. Basi usindanganye, ukindanganya siwezi nikakudanganya, nitakukubalia. Aya nenda basi. Nashukuru kama utanikubalia, nakupenda. Kodi nakupenda. Msikilizaji, mama mdogo akanipiga busu mbili pale. Akanipiga kisi za kwenye mashavu pale afu akaondoka. Unajua nilijitafakari sana pale, nikasema hivi haya mambo yanakuaje? Hapo nyuma tu hapo mimi nilikuwa nikitafuta mwanamke ni shida sana, siwezi kumpata. Asubuhi naamka nikiwa nateseka sana. Sina mwanamke wa kuniambia mambo, sina chochote kile. Lakini sasa hivi kipindi ambapo dada Linda tayari amekubali, ndipo kipindi hicho mama mdogo anataka, ndipo sio kina Dalima, sijui kina nani. Mwaje, yaani wanawake ndo wanajikusanya wote kwa pamoja. Hivi wanahisi kwamba mimi kwani kitu gani ambacho nimebadilika mimi? Msikilizaji, nilitafakari sana pale. Nikakumbuka kuna mshikaji wangu mmoja aliwahi kuniambiaga kwamba kipindi ambapo unakuwa huna demu inakuwa ni ngumu sana kumpata demu. Yaani ukiwa unagaa bila demu, kumpata demu wa kwanza inakuwa shida kweli yani. Yaani kila mahali unapotupia voko unakuta zinachomolewa, yani unapigwa panchi. Pigwa panchi inashindikana. Lakini ukishakuwa na demu mmoja, kila unapotongoza unashangaa mwanamke anakubali, na mwingine hata kabla hujamtongoza anakubali. Nilihisi kwamba pengine jamaa wangu alikuwa anazuga, labda alikuwa yuko kwenye masiara. Lakini nilikuwa nimejionea kabisa sasa na macho yangu. Toka tu nilipokubaliana na Linda tayari kila mwanamke pale mtaani ni kila, yani
Basi tu sio kwamba wanajua, but kila mmoja akawa anajikusanya kwangu anataka mimi niweze kuwa na yeye. Msikilizaji, nilikuwa kwenye situation ya ajabu. Na sasa basi siku ile ikapita tu pale, huku mdogo akiwa na raha sana, mama amerudi na nini, tunaikaa fresh pale mpaka tunaenda kulala. Mdogo anatamani sana niweze kumwambia angalau hata anakuja kulala kwake au aje kwangu, lakini simwambii. Nikaingia chumbani kwangu nikatafakari sana, nikasema Mungu wangu, sasa huyo nitamwambiaje? Kwa sababu mdogo nimemdanganya kwamba nitakubali. Na hapo anaishi kwa tumaini. Nikimwambia kwamba si nimekataa, si ataniletea kuleta sana. Lakini najua tunakwenda kufanya tukio la aibu sana. Nikawa najishauri pale. Dalima akanitumia tena message zake, akaniambia wewe Godi, kesho basi usiniangushe. Yaani wewe ukiniangusha nitachukia. Nikasema haya bwana. Basi msikilizaji bwana, siku ile ikapita bwana, usiku ule tukafika asubuhi. Ratiba zangu kama kawaida, mazoezi na nini. Sasa mazoezi siku ile nilienda asubuhi. Nikaenda pia kwa sababu nilikutana na dada Linda, tukafanya zetu mazoezi ya kuendesha gari kule nini, akanielekeza vitu vingi pale. Nikajikuta nimekuwa bora sana. Message ikaingia, kweli wewe kuangalia bwana we. Message isa inazungumza inatoka kwa Dalima, ananiambia kwamba tuweze kukutana mida ya saa 9 alasiri. Nikaona sio mbaya. Tukamaliza zetu ile journey zetu pale za mazoezi ya kuendesha gari na nini, nikarudi nikapeleka nyumbani. Nikala chakula changu pale vizuri cha mchana. Nikawa sasa nasubiri ule wakati ambapo sasa napaswa niende kukutana na Dalima. Mdogo siku ile anaraha pale. Yaani kitu hata sijamwagiza ananiletea. Niko pale nyumbani kila kitu ananiletea. Nikifanya hivi nazidishiwa hiki, nafanya hivi. Yaani unajua upendo ule kupendelewa. Unajua kuna upendo afu kuna upendeleo. Sasa mimi mdogo ni alikuwa ananipendelea kila kitu. Ikafika mida fulani hiyo sasa na saa 8 kama na nusu hivi, nikamwambia mdogo, mimi hapa sasa nataka nitoke. Unaenda wapi? Mazoezi unaendaga sasa hivi? Nikamwambia hapana, siendi mazoezi kwanza. Ila kuna rafiki yangu anaumwa. Nataka nimcheki anaendeleaje, then kama anapata nafuu na nini tutaenda naye mazoezini, lakini kama sivyo basi nitaenda mimi, lakini nikamjulia hali. Mdogo akaniambia, sasa hebu ngoja bwana, ngoja leo tunaenda wote. Nikamwambia mdogo hapana. Wewe utakuwa unaenda kwa wanawake bwana, ndio maana hutaki kwamba mimi hutaki tuende wote. Nikamwambia mdogo kimoyo tu ningesema mdogo ni kama anajua, lakini sasa lazima nimpange vizuri akae. Nikamwambia hapana mdogo, sikia basi nikwambie. Niache niende bwana leo kwa sababu napitia huku kwa mshikaji, siku naenda mazoezini moja kwa moja. Tutaenda wote mazoezini, lakini leo napitia kwa Msela. Ushasikia? Kwa sababu napitia kwa Msela, wewe leo tusiende wote. Wewe utakuwa kuna sehemu unaenda kwa mwanamke, tunaenda wote. Siwezi kubali swili. Nakwambia mdogo akawa anaongea pale, nikasema sasa huyu namdanganyaje ili niweze kutoka pale. Kwa sababu it is true, I'm going to meet Madam Halima. Naenda kukutana na Halima kweli. Sasa nafanyaje? Nikasema lakini ngoja. Nikamwambia mdogo, wewe umesema kwamba unanipenda? Ndiyo, nakupenda tena sana. Sasa mdogo, kule mahali tunapoenda sio salama. Kule ninapoenda sio salama. Sasa kwa nini wewe unaenda? Nisikilize basi. Ninapokuambia sio salama, namaanisha kwamba sio salama kwako. Yaani tutakapokuwa tunaenda na wewe kule kuna masela wengi. Wale masela wataanza kusumbua, kukutongoza na dini. Yaani mambo yatakuwa mengi, kitu ambacho mimi nitaanza kuingiwa na wivu afu nitakasirika, nitaumia. Kwa hiyo wewe unanionea wivu mimi nikitongozwa kumbe? Sasa nitachaje kukuonea wivu na kati nakupenda? Wewe Godi kweli vile. Kwa hiyo mimi kwa sababu sitaki kukutongoze, mimi nataka wewe ukae humu, alafu kule niende mwenyewe. Siku tukienda kule mazoezini sawa tutaenda, lakini huku kule kwenye mageto ya masela sio vizuri kwenda na wewe. Basi sawa, kama ndio hivyo sawa, nimekubali. Nashukuru kama unanipenda, nakuombea uende salama, urudi salama, nakupenda sana. Sawa Godi.
Hamna shida mama. Ngoja basi mimi niende. Poa, usichelewe basi bwana. Unataka kusemaje bwana? Mimi nataka tu nikuone hapa nyumbani na furahi. Basi poa mama mdogo, hamna shida. Sawa, baadaye. Msikilizaji bwana, mimi nikatoka zangu pale. Nikaenda moja kwa moja mpaka mahali ambapo tulipokuwa tumepanga kukutana na Dalima. Dalima bwana, Dalima anajijua mwenyewe. Nikafika pale akaniambia, yaani wewe mwanaume wewe. Wewe mwanaume wewe. Umekuwa chibaba, unaringa wewe. Au sababu umejua kwamba nimekupenda ndio maana unaringia hivi? Hamna Dalima. Sasa unanipenda nini? Nakupenda nini? Umejua kwamba nakupenda. Kumbe hata wanaume sio kupenda wanaringa. Mimi si kuringiwa na mwanaume hivyo. Wewe unaringia toka jana nakwambia. Alafu sijui nini, mambo kibao. Hebu niambie sasa. Mimi niko fresh, nishaitikia wito. Niambie. Wewe, hebu kwanza tukae pale ili tuone pande zote. Alafu pia kuna kakivuli pale. Tukae tutulie. Tuongee mambo yetu. Tulisogea mpaka sehemu ambapo Dalima alipokuwa ananielekeza ili tukakae. Tukakaa zetu pale, akaanza kuniambia, Hivi unahisi kwamba ninapokuambia kwamba nimekupenda unahisi kwamba nakudanganya? Mimi sijui bwana. Nisikie bwana nikwambie. Kupendwa kwanza na mwanamke mpaka anakuambia ni bahati. Si rahisi sana mwanamke kukuambia kwamba wewe anakupenda. Lakini mimi nimekupenda kweli, nimeona tu nikwambie. Na mimi nina shida moja tu kwa. Shida gani? Shida yangu ni moja tu. Nini? Msikilizaji pale mimi sasa nikaanza kuwaza, sija kaanza kuniambia nimpe sui pesa sui nini. Wewe mimi pesa ya kumpa sina. Alipouliza pale tena kama shida yako pesa au shida nini? Nisikilize kwanza nikwambie. Mwanamke anachukua pesa kwa mwanaume ambaye hampendi, sio kwa mwanaume anayempenda. Mwanaume unayempenda huwa hauhitaji hela kabisa kutoka kwake. Akitoa anatoa tu, lakini wala sio kitu tunachokitaka. Sasa nisikie nikwambie. Mimi sihitaji pesa yako. Lakini nahitaji tu utamu uliopewa na utamu uliombwa nao. Dalima. Hebu acha basi mambo yako bana. Wewe unahitaji utamu kweli, ndio kitu tunachohitaji kwangu. Ndio hicho tu. Mimi sijui niseme ni jini, ni pepo au ni nini. Yaani nimekuona, nimekupenda. Umeona unisumbua kwenye ndoto zangu. Kila saa nikikaa na kuona tu natamani tu niweze kuwa na wewe. Sasa mimi sina mambo mengi. Naomba tu unipe penzi lako. Hilo tu. Natamani nicheze hicho kifua chako. Nikukumbatie na wewe unikumbatie. Tufurahi pamoja. Nisikie mshindo ukiwa unafunga goli. Nitafurahi sana. Hilo tu. Na ukinifanyia hilo akili yangu itakaa sawa. Sihitaji hela yoyote kutoka kwako. Dalima, unajua mimi bado kwanza mdogo, mimi bado. Bwana bwacha mambo yako. Wewe mdogo wapi hiyo na udogo wako mimi ndo nataka hivyo hivyo. Wewe ulikuwa mdogo juzi kati, sio sasa hivi. Sasa hivi umekuwa mkubwa. Kifua kipo. Nini ipo? Zipo. Sasa kama mbegu zipo na kila kitu unataka ukubwa, unataka uwe mkubwa lini? Kwamba ni muhindi mpaka ukomae ukauke? Hebu acha zako bwana. Acha mambo yako bwana, mimi nimekwambia. Ninaomba unifanyie hivyo. Sasa uniambie tu. Uko tayari nitafute sehemu? Au wewe ndo unatafuta? Nitafute guest twende? Au wewe unatafuta wewe? Twende. Unamaanisha sasa hivi? Hata kama sio sasa hivi, hata kesho. Lakini ikiwa leo itapendeza. Leo? Kwani unashindikana nini? Dalima, mimi kwanza sijakubali ulichoniambia. Bwana naomba unarudisha maongezi nyuma bwana. Ndio hivyo tu, mimi yani
Mimi sioni kama itakuwa fresh kwamba mimi na wewe, unajua wewe hatulingani, wewe ni mkubwa na bwana. Mbona kwa hivyo bwana? Wewe nipe, alafu ukisha nipa hayo mengine tutajadili ukiwa umenipa, sio sasa hivi hapa. Basi tutaangalia, basi tutapanga siku basi. Usinidanganye, ukinidanganya. Oh. Tena naomba nafu nikituma message zangu usijibu kwa wakati. Yue mimi ninashindwa hadi kula chakula kule nyumbani. Natamani tu ni chat na wewe, sasa nikuchatisha, ukichati ndo anajisikia kula. Usipojibu message chakula kinashindwa kupita. Hebu usimfanyie hivyo bwana. Dalima ya kweli unayozungumza. Kweli vile mimi nakwambia, mimi naomba tu nikutumia message usijibu bwana. Mimi ni naomba bwana ujibu bwana message zangu. Usije ukakondesha mimi bure. Basi poa, usiwaza, lakini si tunachati. Bwana kuna muda unanipuuza bwana. Sasa unanipuuza wewe inakuaje, lakini unachelewa kujibu message zangu. Sio unachati na madem zako wengine huko. Asio hivyo, wewe nitajitahidi basi. Poa, nashukuru kwa pamoja na mimi. Msikilizaji, basi wale tulibeki story afu tukatoka pale na hatimaye tuletawanyika mimi pamoja na Dalima. Dalima alikuwa na uhitaji mkubwa sana na mimi. Lakini mimi nilikuwa nina hofu kubwa. Nilikuwa naogopa sana kwa sababu nilikuwa sihitaji kuingia kwenye mahusiano ya mtu mwingine Dalinda asije akajua. Dalinda alikuwa tayari ameshajenga mazingira ya kwamba mimi anahitaji anifanye niwe mkubwa. Ananifundisha udereva, anasema tangatia leseni na nini. Sasa nikianza kuleta pale naweza nkaharibu kabisa. Nikasema hapa no. Sitaki. Sasa wakati tunatoka tuko barabarani, tumeingia barabarani, nikaona gari inakuja kule. Nilitambua kwamba ile gari ilikuwa ni ya Dalinda. Tukarudi nyuma kidogo ili tusie tukafika barabarani. Dalinda akapita shwa, kweli bwana ilikuwa ni yeye. Mpaka tunatokeza vizuri kwenye barabara kuu Dalinda alikuwa ameshapita. Mimi nikanyamaza tu. Sikujua kabisa kama ameniona. Sasa bwana siku ile ikapita bwana. Kesho yake niko zangu mazoezi, Dalinda hajaja mazoezi. Kumbe Dalinda bwana ameanza kuwafuata akina amemkuta Dalima yuko na rafiki yake Asha. Mwanasha yuko wako njiani. Wanatembea. Dalinda alipowaona akasimamisha gari. Ni maeneo ya kule karibu na nyumbani. Akasimamisha gari. Akaanza kumkoromea, yani anamfokea nani? Anamfokea Dalima. Wenda unajifanya unaweza kufatafata waume za watu Dalima akawa anashangaa, sasa mwanaume gani? Huku na kule akaanza kuleta noma sasa, kwa sababu Dalima mwenyewe ni mtu wa mavurugu. Akaanza kuleta noma na kumwambia Dalinda, wewe usinileteza kuleta, nitakutia vidole kama wanaume zako ambao unaotoka nao hawakutii vizuri, nitakutia vidole wewe. Mwanangu Dalima akaanza kumchenchea sana Dalinda. Dalinda si mtu wa ugomvi, ni mwanadada, mama dada mustaarabu. Ushaona bwana, lakini ndo vile kama vile anateswa na mapenzi vibaya mno. Yeye akanyoya, lakini akatoa tu neno moja, akawaambia, akawapa maneno machache, akamwambia, nyenye hamtaendelea kubaki uraiani. Kwa sababu unajifanya kwamba wewe ni mwanamke ambaye unajifanya unaweza kutafuta wanaume za watu, hutaendelea kubaki uraiani. Sasa Dalima alikuwa haelewi vizuri, kwa sababu Dalima ni mtu wa kutoka na watu wanaume wengi. Akawa hajui kabisa kwamba huyo mwanaume gani anazungumziwa. Na kila alipokuwa anamuuliza Dalinda akawa asema. Dalima aliamini kabisa kwamba kuna uwezekano kati ya wanaume ambao waliokuwa wametoka nao mmoja wapo ndo wa Dalinda. Kwa hiyo akaona hapa mimi swala ni moja hapa. Mimi malaya, mimi kazi yangu kumchinchia huyu, kumtukana na asinzoe kileta za kuleta na mzibua. Hakuna mwanaume wa mtu mmoja. Sui nini? Mwanaume wako sui nini? Tena ni mtamu. Na hapo Dalima alikuwa hajui kabisa mwanaume anayezungumziwa ni nani. Dalinda akazungumza tu kwa msisitizo, uraiani hautakaa. Na wewe mwenzako ambaye amejifanya kwamba anakusupport katika kunitukana, hamtakaa tena uraiani nyinyi. Ngoja muone.
Wewe utatutisha nini bwana? Wewe. Na hicho kigari chako, unahisi kuna watu wanakuogopa? Sisi umalaya tumezaliwa. Wewe fala nini? Maneno yakawa kibao. Dalinda yakaondoka. Sasa bwana, kumbe wakati wanazungumza vile bwana, hayo mambo yote, mamdogo na yeye alikuwa anatoka gengeni, alafu ameona ule mfumo ulipokuwa unaendelea. Na maneno yaliyokuwa yanarushwa pale na kwa Dalinda mwanzoni kabla hajawa mpole, yalionyesha kabisa kwamba ananizungumzia mimi. Ushaona bwana? Niliporudi tu nyumbani, mamdogo akaanza kuongea. Akaanza kuniambia, "Haya, umeanza kugombanisha wanawake huko." Niambia, "Wanawake gani?" "Umeanza kugombanisha wanawake huko. Kumbe ulikuwa unanificha siku zote. Yule dada wa gari yule, kumbe ni demu wako eh?" Waya, nilistuka pale ujue. Nilistuka aliposema vile. Nikasema, "Mdogo, nani amekwambia bwana?" "Unahisi kwamba mimi sijui eh? Unahisi sijui?" Sasa anagombana na wenzake huko. Na wale sio akina nani, kumbe wote unatoka nao. Hivi unajua kwamba wewe utakuja kupata maradhi wewe? Wewe kila mwanamke unatoka naye? "Mdogo, mbona mimi kuna mtu niliyetoka naye?" "Unasikia? Yule dada yule alotupa lift anakugombania wewe. Na anawatishia watu kwamba ataweka ndani kwa sababu yako wewe." Lakini mdogo, mbona mimi vitu unavyoongea mimi sikuelewi. Wewe umewaona wapi? Walikuwa wanagombana pale karibu na genge la Babadi pale. Wamegombana, gari imesimamishwa, wamechambana hapo, amepanda gari na kuatishia. Na mtu anayezungumziwa ni wewe. Kwani lakini unakuwa hivyo? Kumbe ndio maana mimi kila ninachokuambia kuhusu mimi unaniambia nitakupa jibu sio nini. Kumbe una wanawake kibao. Hivi hujui kama utakuja kupata maradhi? Alafu mimi unanidharau. Haya, wanagombana kwa sababu yako sasa. Au hawajakuambia bado? Niambia mimi bana, kwanza kitu kama hicho naamini hakipo. Kwa sababu kingekuepo mimi ningejua. Alafu Dalinda mimi sio mpenzi wangu. Sio mpenzi wangu. Yule ni rafiki tu. Kwa hivyo kwa namna yoyote aweza kanigombania mimi. Labda ulisikia vibaya. Nilisikia vibaya? Kwamba mimi sina akili nisikie vibaya na matege ya masikio, si ndivyo? Wewe nakwambia utakuja kupata maradhi wewe. Mpaka mwanamke ambayo yana makahaba bado tu wewe unatoka nayo. Mpaka anakuja wanagombana. Haya, watu wazima kama wale unatoka nao kivipi? Unatoka nao si watakuletea maradhi wale. Msikilizaji, mdogo alifura, aliongea. Utahisi kama yuko serious vile, yani kwamba ni mama anayeongea. Kama ni mama anayeongea, lakini kumbe yeye na yeye anatetea kwa sababu na yeye alikuwa anaitaka hiyo ambayo wenzao wanaigombania na yeye anaitaka. Basi tukaongea pale, nikamwambia basi tulia, mama asijue na nini. Mimi kama nikipata taarifa nitakwambia jinsi ilivyokuwa, lakini na mimi sio mimi. Kama ni hivyo Dalinda ataniambia. Msikilizaji, mimi nilikuwa sijui kabisa kwamba Dalinda aliniona. Mimi nilijua kwamba tulivyobana siku ile alikuwa hakuniona. Siku ile ikapita hivyo, mdogo akiwa hana raha kabisa. Sasa kesho yake ndipo nikakutana sasa na Dalinda. Akaniambia, "Wewe, mimi napenda sana watu wasafi. Yaani uwe mtulivu, mwanaume mtulivu. Kuwa na mimi, utulie. Tujenge maisha mazuri. Upate na wewe maisha yako bora. Wale wanadada, kina dada yule ambaye unaambatana naye yule, ni kahaba tu yule, hana kitu chochote cha kukufanya wewe zaidi ya kukupa maradhi. Achana na yeye, achana na yeye kabisa. Yaani atakugea tu maradhi, hamna kitu cha maana." Lakini nimemkanya kama atasikia sawa, lakini akiendelea, nikigundua tu kwamba bado hajaachana na wewe, utakuja kushangaa akiwa yuko ndani na hatoki hata siku moja. Mpaka pale ambapo nitakapokuwa nimetaka mimi. Dalinda, mwanamke gani huyo? Wewe
usijifanye kwamba umfahamu. Nilikuona, niliheshimu tu. Muda mko naye juzi, nilikuona, niliheshimu tu. Si vizuri kwamba niliona sio vizuri kuongea na wewe mbele nini, sio nimekufumania. Niliheshimu tu. Lakini nilikuona vizuri tu na mahali mlipokuwa mnatokea niliwaona vizuri tu. Nashukuru Mungu nikaja kumpata akiwa yeye mwenyewe kama yeye. Na kuna kingedere kingine hicho alikuwa nacho, kinajifanya kina mdomo, kile nitakiweka ndani na chenyewe. Ngoja utaona. Sasa kama unamtakia mema huyo mwanamke wako, achana naye, asikuzoee. Kama unamtakia mema, lakini kama humtakii mema, aendelee kukusogelea, ndo atajua. Mtamweka ndani na hakuna mtu atakaye kuja kumtoa. Hayo tu. Sawa. Dalinda, lakini elewa tu kwamba yule sio mpenzi wangu. Ni kweli tulikuwa naye lakini sio mpenzi wangu. Sijasema ni mpenzi wako, lakini najua anachokitaka kwako au anachokipata kutoka kwako. Ndio hicho ambacho na mimi nakitaka. Mimi siko tayari kushare na malaya kama wale. Shenzi zao kwanza. Mimi kwanza sisikii kukukoromea kwa sababu nakupenda. Nimekwambia tu. Hasira zangu zote nitazishushia kwake, sio kwako. Kwanza sogea hapa unipige bosu. Sogea hapa kwanza. Msikilizaji, pale tukaanza kusogeleana karibu na kuanza kupeana mabosu pale. Shangwe burudani. Akili yangu pale ikawa inawaza sasa hivi mimi nimebadilika kitu gani? Mbona kila mtu ananitaka? Kila mwanamke mbona ananipenda sana? Nimebadilika kitu gani? Mbona mimi ni yule yule tu? Basi bwana, siku hiyo bwana tukaenjoy, tukafanya yetu ya kufanya vizuri tu, nikarudi nyumbani. Siku hiyo nimerudi, nilikutana na ujumbe mzito sana wa mama mdogo. Tena aliniita huko nje, akaniambia njoo. Akaniambia sikia nikwambie. Nakupa siku hizi 3. Siku hizi 3 tu. Unipe jibu langu kwamba umenikubalia kuwa na wewe. Usiponipa, jambo ambalo nitakalo lifanya ulaumiwe wewe. Unamaanisha nini mdogo? Usipo nipa jibu langu la kunikubalia kwamba mimi niwe na wewe, na badala yake ukaendelea kuwapa wengine lakini mimi hutaki, maamuzi nitakayoyachukua ulaumiwe wewe. Nitasema kabisa, maamuzi nitakayoyachukua ulaumiwe wewe. Nimeshindwa kusubiri kuumiza moyo wangu kiasi hicho. Nimeshindwa kuteseka, yani moyo wangu unateseka kila siku nasubiri kiasi hiki. Nimeshindwa. Niko tayari kuvumilia kwa hizi siku 3. Ikishindikana hapo, nitachukua maamuzi magumu, lakini lawama zote zitabaki na wewe. Mdogo, maamuzi gani unayotaka kuchukua bana? Oya, mimi pale nilianza kuingiwa na hofu kwa sababu niliona mama mdogo asije akaanza kuchukua maamuzi magumu. Sasa nikajiuliza, kwani nikitoka na mama mdogo akaendelea kuwepo, ni kitu gani kina madhara? Kuliko sasa pale mimi nimuache alafu pengine akajidhuru asiwepo duniani. Si madhara makubwa yale? Niliondoka pale mimi nikatafakari sana. Tulitawanyika lakini mimi nilikuwa nikitafakari sana kwamba nifanyeje. Akili yangu ikaniambia sijui nimuite tu nimwambie nimekukubalia leo, na kama ni mechi tucheze leo kabisa. Nilimradi tu mdogo wangu awepo kwa sababu nishaanza kuogopa nisije kampoteza. Nilitafakari sana bila kupata majibu mpaka nilipopatwa na usingizi. Yo msikilizaji, mimi nilikuwa niko kwenye mtego mkubwa sana. Sijui wewe mtego kama huu unauvukaje ise. Huu mtego sijui kama wewe unauvukaje. Basi bwana, asubuhi imefika pale, akili yangu kitu cha kwanza ni hadi moyo unaenda mbio. Najiuliza mama mdogo asije akachukua maamuzi magumu. Japokuwa siku 3 alizoniambia bado, lakini asije akachukua maamuzi magumu ujue.
nikawa naogopa vibaya mno. Nyinyi acha kabisa isee. Acha kabisa bwana.